Ukiniuliza naionaje, nashindwa kukupa jibu la moja kwa moja, lakini labda kwa kifupi tu tunaweza tukaielezea kwa kifupi kumpa picha mfuatiliaji wetu wa The Chanzo kwamba bajeti ya kuu ya serikali kwa mwaka 2025-2026 mwaka wa fedha imesomwa na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba, ambapo kwa mwaka huo wa fedha unaokuja serikali inatarajia kukusanya pamoja na kutumia kiasi cha fedha cha shilingi trilioni 56.4. Kwa hiyo ni kama ongezeko la trilioni 6 ukilinganisha, takriban trilioni 6 ukilinganisha na bajeti ya mwaka 2024-2025 ambayo inafika ukomo Juni 30 mwezi huu. Sasa katika bajeti hii ya leo kulikuwa kuna mambo mengi sana. Kuna mambo yale ambayo unajua kama ilivyo kawaida kwenye bajeti yoyote ile ya serikali inaposomwa. Kuna yale mambo ambayo yanagusa wananchi moja kwa moja ambayo ukiyataja, hususan tunapozungumzia upande wa serikali kukusanya pesa kwa ajili ya kugharamia hiyo bajeti walioipanga. Maana hapo unazungumzia kuna masuala ya kodi, umeona. Lakini kwa upande wa pili kuna ile mipango ambayo serikali imepanga kuitekeleza ambayo kwa namna moja au nyingine pia inagusa wananchi moja kwa moja au kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kwa ujumla picha ya kwanza bajeti ni kiasi hiko, lakini katika kiwango hiko cha bajeti tumeona kwenye upande wa makusanyo ambayo serikali imepanga kukusanya mapato ya ndani imepanga kukusanya kiasi cha takriban trilioni 40 kama nukta 4 kiasi kama hicho. Kwa hiyo hiko ni kiwango ambacho serikali imepanga kukusanya kwa mapato ya ndani ikiwemo mapato ya kikodi, lakini kuna vyanzo vingine mbalimbali ikiwemo misaada na mikopo yenye masharti nafuu ambayo ni takriban trilioni 7. Kuna misaada na vitu vingine ambavyo vinajazilishia kufikia kiwango cha makadirio ya makusanyo ambayo wanadhani watakusanya katika mwaka huu wa fedha kufikia trilioni 56 hiyo nukta 4. Sasa nadhani la msingi kwenye budget kama nilivyosema, la kwanza tunaweza kuangalia picha juu ya yale mambo ambayo tunadhani yanaweza kugusa wananchi moja kwa moja, wananchi wengi. Kwa sababu ukiacha maelezo ya waziri kuhusiana na vipaumbele pamoja na shabaha ya budget, lakini kuna vile vitu vidogo vidogo ambavyo vimeangukia humo ndani. Labda tukianza mfano masuala ya kodi. Labda kwa upande wako wewe Tony, najua tumefuatilia wote pamoja. Kuna maeneo ambayo umeona kuna kodi aidha imetolewa au imewekwa na unadhani kwa mabadiliko kama hayo yanaathiri vipi wananchi wa kawaida? Mfano kodi kwenye masuala ya nishati. Tunajua nishati ni kitu kimoja cha msingi sana. Kila kaya au kila nyumba tungesema Tanzania hii inahitaji nishati kwa ajili ya kutumia na vitu kama hivyo. Labda tungeanzia hapo. Kwa msingi labda nianze kwa kuelezea mood ya budget. Kwa sababu kila budget inakuwa na kama shabaha, lakini kuna namna ambavyo ukisoma budget unaona kuna lugha inajaribu kueleza. Sasa kwa hii budget kwa sasa hivi ilivyofikia, tunaona moja ya kitu ambacho imejaribu kufanya ni kwamba haijajaribu kubadilisha mambo sana. Yaani kwamba hakuna mambo mengi yaliyobadilika kupita kiasi. Na mambo yaliyobadilika ni machache. Na tunaelewa ni sababu gani, kwa sababu ni budget ya mwisho na pia ni budget ya uchaguzi. Kwa hiyo ni ngumu sana kuwepo na mabadiliko makubwa au kuleta vitu vipya ambavyo labda vinahitaji mijadala na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaona kuna vitu vichache ambavyo vimebadilishwa. Lakini pia kuna makundi ambayo unaona yamejaribiwa wamejaribu kuyataja kwenye budget. Kwa mfano unaona bodaboda, bajaji
wametajwa. Wakulima kama ukianza kilimo nadhani kilimo wamekiangalia, lakini sio kukiangalia kama kilimo tu kwa mfumo wake, kwa sababu umeona kwamba kuna kupunguzwa baadhi ya kodi kwenye viuatilifu, kupunguza baadhi ya kodi kwenye matrekta. Kwa hiyo hizi ni, na hii naweza nikasema ni hatua ambazo zimekuwepo zikitajwa, zikifanyika muda mrefu. Kwa hiyo mudi ya bajeti ya kwanza ambayo tunaweza kusema ni bajeti ambayo haijajaribu kubadilisha vitu vingi, imejaribu kubadilisha vitu vichache. Lakini kuna mambo ambayo nadhani tunaangalia, tumeanza kuangalia vyanzo vya mapato. Vyanzo vya mapato, na moja ya hoja kubwa inayotajwa zaidi mara nyingi ni mikopo. Tunachukua mikopo kiasi gani? Na kwa sasa hivi tumeona kwa mara ya kwanza mkopo umegonga trilioni 100 na kitu. Deni la taifa, deni la serikali imegonga trilioni 100 na kitu. Hii ni mara ya kwanza kufika. Kuna mambo mengi ikiwemo kushuka kwa thamani ya shilingi ni moja ya sababu, lakini pia ukubwa wa deni, hilo ni jambo lingine. Lakini kwa upande wa serikali wameendelea kusisitiza kwamba bado ni himilivu, hasa kwa kutumia vile viashiria kwamba ukichukua deni kwa kuzinganisha na pato la taifa bado ni himilivu, haijafika ile 55%. Lakini pia ukichukua deni kwa kulinganisha na mapato ya ndani bado inaonekana kuna uwezo kiasi fulani wa ndani kulipa. Deni na mauzo ya nje pia bado inaonekana tatizo linakuja kwenye mauzo ya nje. Lakini bado kwa survey ya mwaka jana ambayo imeripotiwa kwenye hali ya uchumi, lakini pia hata kwenye bajeti aliyoisoma waziri wa fedha, imeonekana kwamba bado tuko ndani ile ya threshold. Mimi shida yangu kubwa ni kwenye matumizi yetu na matumizi hasa kiwango cha fedha tunachotumia kugharamia hilo deni la serikali, kwa sababu tunaweza tukawa ndani ya threshold. Na matumizi hapo unamaanisha thamani ya fedha. Thamani ya fedha. Kwa sababu matumizi unaweza ukasema unapeleka kwenye barabara. Lakini je, thamani ya fedha ipo? Sababu hapo ndo matumizi yenyewe yanapokuja. Ndio hapo kuna issue. Na kwa sababu hata ukiangalia mgawanyo wa kisekta wa bajeti hii utaona kwamba fedha nyingi zinaenda kwanza kwenye kugharamia deni, yani kulipa riba pamoja na mtaji. Kwa mfano mwaka jana tuliona ilitengwa takriban trilioni 13, ambayo kwa mujibu wa taarifa ya utekelezaji ya waziri wa fedha hadi kufika mwezi Mei walikuwa tayari wametoa trilioni 11. Kwa hiyo bado kama trilioni 2 kwa mujibu ile bajeti ya inayoisha mwezi huu tarehe 30. Lakini kwa mwaka huu kwa kumsaidia mtazamaji, deni ni kitu kinaitwa first charge, deni na mishahara. Yani katika matumizi ya serikali lazima kwanza wataanza nayo ni deni, kugharamia deni la taifa na serikali na mishahara. Mishahara ikaja ya pili, lakini deni litaanza kwanza kugharamia, ndio standard hiyo inayotumika siku zote. Kwa hiyo sasa ukiangalia kwa mwaka huu wa fedha 2024 2025 tumeenda mpaka tumepanga kutumia trilioni 14 kwenye kugharamia deni la serikali. Sasa ukiangalia hiyo amount alafu ukija kuangalia matumizi mengine, mfano matumizi kwenye shughuli za kiutawala zingine ni karibia trilioni 10.3. Ukija kwenye matumizi ya shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo hapo kwenye shughuli za kiuchumi ndio tunazungumzia masuala ya kilimo, miundombinu, masuala ya nishati, usambazaji umeme na vitu kama hivyo. Hapo kwenye bajeti hii tunategemea kutumia takriban trilioni 10.2. Kwa hiyo utaona kwamba katika matumizi ya serikali deni la taifa linakuwa mzigo mkubwa zaidi kushinda sekta nyingine zote. Kwa hiyo kwangu mimi naona kwamba pamoja na kwamba tunakuwa ndani ya vile vigezo hizo standards zinazoitwa za kimataifa kwenye ulinganifu wa deni letu, kupima uhimilivu wa deni letu, ni muhimu sana pia kwa upande wa pili tulitazame namna gharama tunazozitumia kuligharamia hilo deni katika mwaka tuna sacrifice
vitu vingapi vya maendeleo na huduma ngapi za kijamii, kwa sababu kama katika kila matumizi, katika kila shilingi 100 inayotumiwa na serikali, yani matumizi ya serikali, kila shilingi 100 inayotumia shilingi 25 kwanza inaenda kutumika kulipa deni. Shilingi 75 hapo ndio utaanza kwanza utatoa mishahara. Unatoa mishahara tena. Alafu kitakachobaki ndio ugawane kwenye huduma za kijamii, hifadhi ya jamii, maendeleo ya jamii na miradi mingine ya maendeleo. Kwa hiyo kwa upande wa deni mimi naona kwamba kama taifa tunaloendelea mjadala pamoja na kuzingatia vigezo vya kimataifa, mjadala wetu mkubwa uwe kuangalia kwamba issue ya deni tuiangalie pia katika namna tunavyo inavyotufanya tu sacrifice shughuli zingine za kimaendeleo pamoja na huduma za kijamii ili kwenda kuligharamia deni. Na lakini mwisho wa siku, pamoja na kwamba unagharamia deni, hoja ni kwamba unajua mikopo haina shida. Hoja ni kwamba hiyo mikopo umetumia njia sahihi. Kwa hiyo ni hoja kubwa. Lakini ukiangalia kwenye tunapoendelea mbele, hasa kwa sababu uchumi unakuwa, moja ya kitu ambacho tunachokutana nacho ni kwamba mikopo ya gharama nafuu inaendelea kupungua. Unaona kabisa sehemu kubwa ya mikopo, kama mfano mikopo ya kujenga SGR, hakuna mikopo ya gharama nafuu, imekuwa ni migumu kupata. Mingi manake ni mikopo ya kibiashara. Na mkopo wa kibiashara manake mkopo wa gharama nafuu unakuta mwingine unaenda hata miaka 25 grace period mpaka kuja kuanza kulipa. Labda kwa kumsaidia mfuatiliaji wetu anapozungumzia hiyo mikopo ya gharama nafuu, kwanza inakuwa na riba ndogo. Mara nyingi ni chini ya asilimia, moja, ni 1.3 au mara nyingi chini ya, kwa sababu mikopo ya kibiashara kuanzia 5% ya kibiashara. Kwa hiyo lakini pia mikopo nafuu ni kwamba ina grace period, kwamba ukichukua mwaka huu unaweza ukapewa muda wa kuja kuanza kulipa labda baada ya miaka 15, 20 na kuendelea, au 15 na hivyo. Lakini kwa mikopo ya kibiashara ni tofauti. Grace period yake inakuwa ndogo. Kwanza hakuna, sababu mara nyingi unakuta ndani ya miaka 5 unatakiwa uanze kulipa. Na hakuna kupunguziwa, hauna kunegotiate. Kwa mfano ukipata na janga lazima ulipe. Kwa mfano kipindi cha COVID unajua ilileta shida kwenye chumi nyingi. Kwa hiyo kwa mikopo ya gharama nafuu mnaweza mkanegotiate kwamba tunaomba mtusaidie. Nadhani kama unakumbuka mwaka 2020 serikali ya Tanzania ili negotiate na China wakazuia bilioni 100 kulipa, lakini pia Paris kwa sababu ya hali ya uchumi iliyotokea. Lakini sio kwenye mikopo ya kibiashara ambayo serikali imeenda kuchukua mikopo. Kwa hiyo na kingine ambacho ukiangalia, ukiacha kwamba tunaelekea kwenye mikopo ya kibiashara zaidi, kingine ni kwamba kutokana na hizi changamoto na mikopo mingi ya kibiashara unakopa kwa dola, kwa euro, mara nyingi ni dola. Nchi haina dola maana yake unauza nje au unakopa upate hizo dola. Sasa tunachoona ambacho kinatokea katika kukabiliana na hii hali, tunaona pia tunakopa ndani. Uwezo wa kukopa ndani unaendelea kukua. Sasa kuna riski. Ni jambo zuri unapokopa ndani. Moja ya jambo ambalo inakuwezesha ukikopa ndani, tunaona kwa sasa hivi unaona trilioni 7 inaenda kwenye kulipa mkopo wa ndani. Moja ya jambo zuri ni kwamba unakuwa na control, kwa sababu unalipa kwa shilingi yako. Kwa hiyo upati stress ya kulipa. Lakini jambo lingine ambalo linatokea, kwa sababu serikali lazima ilipe, na serikali haina usumbufu. Tunajua kwamba serikali ina wananchi ambao lazima watalipa kodi. Jambo lingine linalotokea ni kwamba kuna uwezekano mkubwa watu badala ya kukopesha kwenye uchumi wakakopesha serikali. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo inahitaji kubalance. Ni jambo zuri kukopa ndani, lakini jambo lingine ni kwamba kuna uwezekano mkubwa mabenki yakawa yanakimbilia kumkopesha serikali, yanakimbilia kununua bonds za serikali. Kinachotokea ni kwamba mtaji ambao ungeenda kwenye biashara unapungua, kwa sababu unajua biashara zinajengwa na mitaji kutoka kwenye hizi taasisi za kifedha. Labda kwa kuongezea hapo na kuweza kumsaidia mfuatiliaji wetu wa The Chanzo, ukiangalia wakopeshaji wakubwa wa ndani zaidi ya 60% ni mabenki yetu ya kibiashara. Kwa hiyo ndio hicho sasa anachomaanisha Tony, kwamba kama pia kuna faida ya kutegemea mikopo ya ndani, kwa sababu
ukikopa ndani kama hivyo alivyoeleza faida zake, lakini changamoto kubwa sana, kwa sababu mabenki yanajua kuna uhakika serikali ukimkopesha atakulipa kwa wakati. Kwa hiyo tunaweza tukajikuta kwenye mtego ambao mabenki ya kibiashara yakajikita kwenye kukopesha serikali, yani kupitia ile hatifungani na vitu vingine, yakasahau kwenda kwenye sekta zingine za kiuchumi kwa kukopesha sekta zingine za kiuchumi, mfano viwanda, kwenye kilimo, biashara na vitu kama hivyo, ili ziweze kukua. Kwa hiyo hiyo nayo pia inakuwa ni changamoto, yaani tunakuwa kama pia unaweza kujikuta huko njia panda, kwamba shughuli za kiuchumi zingine zinashindwa kuchechemuliwa kutokana na mabenki nayo yanapeleka fedha kidogo kukopesha huko na fedha nyingi wanazipeleka serikalini. Kwa hiyo ni changamoto pia ambayo nadhani ni muhimu sana umegusia. Kwa ambaye amejiunga na sisi, tunachambua bajeti ambayo imesomwa leo, bajeti ya mwaka 2025-26. Mimi ni Tony Alfred K na mwenzangu ni Joel Ntile. Kwa hiyo tunaendelea kuchambua hii bajeti. Tunajaribu kuiangalia. Sasa kuna maeneo ambayo tunaweza kusema kwenye hii bajeti labda ni maeneo ya shangwe. Unaona kwa mfano nadhani bodaboda, bajaji watafurahi sababu baadhi ya kodi zimeondolewa, baadhi ya tozo zimeondolewa. Lakini kuna maeneo mengine ambayo kuna sekta zitafurahi pia. Kwa mfano sekta ya bima itafurahi kwa sababu kuna bima imeletwa mpya. Unajua sekta yetu ya bima bado ni changa sana. Ukilinganisha kwa mfano na sekta ya bima ya Kenya. Sekta ya bima ya Kenya, South Africa, hizi ni sekta ambazo zinaongoza Afrika. Ya kwetu bado ni changa. Nadhani iko chini ya dola bilioni 1. Bado iko chini ya dola bilioni 1 kwenye ukijumlisha ile underwriting insurance, yani kwamba fedha yote inayokusanywa kwenye insurance. Sasa katika nadhani kukabiliana na hii hali, serikali imependekeza kwamba watalii wanaoingia ndani watozwe bima ya siku 92. Na hii bima ni kama bima ya kusafiri, kwamba bima ya watalii, kwamba ukiingia itasaidia kama kuna watu wanatakiwa kurudishwa na vitu vingine, emergencies zingine. Sasa hii bima ilitozwa Zanzibar. Na matokeo yakawa kidogo, kama unaweza kuizungumzia kwa Zanzibar ilikuwaje? Kwa Zanzibar ilianza katika mwaka uliopita wa fedha nadhani, na ilileta shida sana kwa sababu kwanza na issue ya watalii, lakini pia kumbuka kwa nchi kama kwa serikali, kwa eneo kama Zanzibar, yani serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, uchumi wake mkubwa kwa kiwango kikubwa, uchumi na mapato yanategemea sana sekta ya utalii. Sasa walivyoianzisha hii bima pia ilileta shock na kashikashi sana, ilikumbana na ukinzani. Tuliona baadhi ya wageni watalii wakijaribu kuilalamikia na vitu kama hivyo, kupelekea serikali kujaribu kukaa na wadau, mawakala wa utalii na wadau wengine kuona namna gani wanashughulika nayo. Kwa hiyo bado na wasiwasi pia kwa muktadha wa Tanzania bara, ambapo napo tumeona kwa hivi karibuni sekta ya utalii, idadi ya watalii imeendelea kuongezeka, hususan wale wanaotoka nje ya bara la Afrika. Na kuanzishwa kwake bado napata wasiwasi kama umefanyika labda utafiti wa mkubwa na wa kutosha kuona kwamba haitaathiri kwa namna moja au nyingine uingiaji wa wageni, hususan watalii. Mfano hapa nazungumzia wale watalii wale ambao Tanzania inakuwa sio destination yao ya kwanza. Mfano mtalii ambaye yuko Uganda, mtalii ambaye yuko Kenya, amefanya utalii Uganda au Kenya, anataka niende tena na Tanzania. Kwa mtazamo wangu naona kama hiyo kitu inaweza ikamfanya isimshawishi mtu, yani unajua inaweza isiwe kichocheo cha kumshawishi mtu pia kuja Tanzania kama kwenye eneo lake la pili pia la utalii, kwa sababu kama sehemu nyingine hajakutana nayo aina hiyo ya bima. Na nadhani labda tusubirie nadhani itakuwa kwenye mswada wa sheria, mswada wa fedha
ndio tunaweza tukajua dola 44. Dola 44 ambayo ni dola 44 ambayo ni kama laki moja na nusu. Inawezekana ikawa ni hela ndogo. Sasa kwa mfano ukiwa unachukua kuna zile travel insurance, bima za kusafiri. Bima za kusafiri nazo zinakuaga ni hivyo hivyo. Mara nyingi tena inakuwa chini, inaweza kuwa dola 15, 20, 44, labda hiyo ni luxury. Sasa zile bima za kusafiri, moja ya kitu ambacho zinaweka ni pamoja na dharura, ikitokea dharura za kiafya, dharura za nini, na watalii wengi nchi wanazotoka wanakuja na hizo bima. Kwa moja ya changamoto itakayotokea ni hapo, watalii wengi watakuwa wanauliza kwa nini hii bima. Na ukiangalia essence au sababu ya hii bima, sababu kubwa unaiona ni ya mapato, ya kimapato, kwamba ni chanzo cha fedha. Sasa kwa kuangalia ukubwa wa sekta yetu ya utalii, nadhani ni jambo ambalo litasumbua. Sababu tuna sekta ya utalii ambayo bado haijafikia uwezo wake. Kwa sababu una maeneo mpaka sasa hivi utalii uko kwenye hii Northern Circuit. Unaona utalii uko Northern Circuit. Haujaenda utalii, kuna sehemu ambazo hazijafika huko Mbeya, Njombe, Iringa, haijafika, na kuna maeneo mazuri haijafika. Lakini kuna utalii mwingi ambao bado hatujaufikia. Kwa hiyo nadhani itakuwa changamoto. Na changamoto ya kwanza unajua inaanzia kwenye PR. Watu wale wa hizi wanaoleta watalii, kitu cha kwanza watasema, wakiangalia kwenye list ya zile nchi, wanaanza kusema hapa kuna ugumu. Na ugumu sasa hawatasema dola 44, watasema kuna insurance ambayo hatuielewi. Kwa hiyo hii inaweza ikawa shida hasa kwenye utalii. Kwa hiyo ni sidhani kama hela inayokusanywa inaweza kuthaminisha gharama ambayo inaweza kutokea. Na gharama kubwa ni hapo kwenye PR na value for money. Kwa sababu unajua hata wewe sasa hivi ukiwa unauziwa kitu unajua kinauzwa 300, ukauziwa 2000, inawezekana una 2000, lakini utaacha kununua sio kwa sababu hauna hela, ni kwa sababu unahisi kama kuna namna hivi naweza nikaikipata kwa namna nyingine, au naonewa, kama naonewa. Sasa hiyo itakuwa italeta jambo baya kwenye utalii. Sasa yale malalamiko yaliyotokea Zanzibar, sasa kwa upande wa bara na namba ya watalii, nadhani ni jambo la kufikiria. Ni jambo la kufikiria. Kuna namna nyingi za kukuza na kupata hela nyingi kwenye utalii ambazo bado hatujafikia. Kwa sababu ukiangalia sehemu kama Maldives, Shelisheli, utalii wao ni bahari tu. Sisi tuna mfano, kuna Mafia. Mafia inaweza kufanana na Zanzibar 100%. Lakini bado hatujawekeza kwa kiasi kile, na kuna hoteli za gharama sana kule. Hatujawekeza kwa kiasi kile kufanya kwamba watalii waone kwamba wanakuja Tanzania, wanaenda sehemu kama Mafia. Lakini bado kuna sehemu nyingi ambazo, kwa hiyo kuna potential kubwa. Inawezekana badala ya kusema tuchaji dola 44, tuseme sasa tuje na mkakati. Na mara nyingi kusema mkakati, sisi tunachofanya, mara nyingi tunachofanya ni ile kama unaita wasanii, unaita matamasha, unaita warsha na vitu mbalimbali. Lakini mkakati ni zaidi ya hapo. Kuna wenzetu wanakimbiza, naweza nikasema wana nchi ndogo, wana uwezo mdogo, lakini wanakimbiza kwa namna ambavyo wanajibrand. Nadhani mnafahamu, kwa mfano nchi ya Rwanda wameendelea kwa namna wanavyojibrand. Hawana option kubwa, lakini wanavouza maeneo yao. Nadhani hawana bahari, wana misitu tu, na zile national parks ambazo zina sokwe na wale. Kwa hiyo nadhani kwenye kuangalia kupata watalii au kupata fedha kwenye sekta ya utalii, inabidi sasa tuiangalie kama tunasema at an industrial scale. Kwa sababu kama una duka la mangi, utakuwa unawaza tu kupandisha bei. Lakini kama una kiwanda, unakuwa unawaza kuongeza bidhaa ziwe nyingi. Kwa hiyo tuongeze bidhaa za kitalii na kuwavutia watu na kuongeza idadi ya watalii. Na unachokisema ni sahihi, kwa sababu ukitolea mfano mdogo wa utalii wa bahari tu kwanza, ukubwa wa fukwe sisi tunaonayo ya bahari ya Hindi, ukiacha kisiwa cha Mafia.
Lakini pia hata kuna maeneo ya maji mengine, maziwa kama ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Ni maziwa ambayo yamebarikiwa kuwa na aina mbalimbali za species ambazo tunajua kuna wale watu wanaopenda kufanya utalii wa ndani ya maji, wale kuangalia species mbalimbali, viumbe mbalimbali waliopo kwa majini na maeneo kama hayo. Lakini pia tuna maeneo ambayo ni potential, ukiacha hifadhi kama tulivyosema huko Southern Circuit, maeneo yani kama Kitulo, Mbeya au Ruaha National Park, ambayo yenyewe ina rekodi nyingi tu duniani kutokana na ukubwa wake na idadi ya wanyama kama simba na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna hizi historical sites ambazo bado mimi naona kwa muktadha wetu hatujazi explore vizuri na kuona namna gani tunaweza tukazifanya na zikafunguka kuwa maeneo muhimu ya utalii. Kwa mfano ukienda mikoa kama huko Kalambo, mikoa ya Rukwa huko, ukienda Tanganyika huko Katavi. Kwa hiyo kuna maeneo mengi ambayo yale ya kihistoria na vitu kama Kilwa. Kama umeshaona yale majengo ya zamani ya Kilwa na umewahi kuangalia movie kama Game of Thrones, umeona yale maeneo ya Kilwa yanaweza kuleta utalii wa kimovie pale. Watu wanaoigiza sababu ni majengo ya kizamani fulani zaidi ya karne zaidi ya karne 1000. Unaona mpaka sasa hivi kuna wanatumia, kwa mfano wanatumia teknolojia kama CGI kutengeneza majengo kama yale ya Kilwa. Kwa kama ukijibrand kwamba sisi tuna eneo kwa ajili ya movie hili, watu wanaweza wakaja na ukaweka urahisi. Umeona, na umetolea mfano kwa hiyo movie, TV series, yani tamthilia Game of Thrones. Ile unajua watu wengi wanaweza kadhani imerekodiwa sehemu moja, lakini yenyewe ukifuatilia imerekodiwa maeneo tofauti ambayo yana muktadha na simulizi ambayo wao walikuwa wanajaribu kuiweka. Lakini kubwa zaidi, kama unakumbuka, tuliwahi kuiripoti habari ya kuhusu ule uvumbuzi wa mji ambao sasa umefunikwa chini ya bahari. Maeneo ya Kilwa inaitwa Rafta, mji mkubwa ambao ulikuwepo katika hilo eneo ambalo unatajwa kwenye wakati huo kabla ya karne ya 4 ambapo dola la Rumi ndio lilikuwa dola kubwa. Kwa hiyo na kuna simulizi za kwamba kuna watu kutoka dola Rumi walisafiri kwenda hapa, na ni mji mkubwa, umethibitishwa kabisa kisayansi, huko chini majengo yake yamebaki chini ya bahari. Kwa hivyo ni vitu vyote tungeangalia namna gani ya explore ili tuweze kukuza hiyo mapato kwenye sekta ya utalii kwa namna nyingine, na sio kupitia kuanzisha vitu kama hivyo ambavyo tunaweza kudhani vinaweza vikawa na matokeo chanya tofauti na vile ilivyotegemewa. Mimi nilikuwa nawaza hasa kwenye utalii. Unajua moja ya kitu ambacho kinafanya utalii, brand ya utalii iwe tofauti, ni utalii unahusiana na maisha ya watu, lifestyle. Kwamba kwa mfano Zanzibar kwa sasa hivi inaelekea huko. Watu unaona wanahitaji Zanzibar kama kwa namna hiyo ya lifestyle. Sasa kama ukiweza kuibrand Tanzania kwa namna kwamba mtu akiwaza kwamba labda kufunga ndoa, labda msanii maarufu anawaza kwamba I was in Tanzania somewhere, ilikuwa Tanzania sehemu fulani, labda kuna maeneo fulani unayabrand kwa namna hiyo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ukitengeneza unaweza ukavutia. Au kwa sasa hivi tunaona nguvu ya mitandao, hasa wa influencer. Ukaweka kama budget. Huu ni mfano tu. Unaweka budget, unaweka budget ya kuhakikisha kwamba influencer yote, maana hawa wanachohitaji wakati mwingine hata sio budget ya kuwalipa, ni budget ya kuja kwenye eneo. Influencer yote ambaye unaona na nguvu kwenye mitandao duniani unahakikisha kwamba una $5,000, $6,000 za kumleta. Na unaangalia kwamba unatathmini ile return of investment, kwamba huyu akiposti kwamba yupo Tanzania kwenye eneo fulani, wakarudia ukaona wote wanakuja, na mnawezekana wasiseme kwamba wanalipwa, lakini wanakuja kwa sababu unaona tunaona wengine kwenye nchi zingine namna hao influencer mitandao. Kwa sababu nasema influencer kwa sababu mitandao kwa sasa hivi ni sehemu ambapo investment inaweza ikawa ndogo, impact ikawa kubwa.
kama Tanzania ikianza kutrend inawezekana ukawa ni kitu kingine. Mfano mzuri ni speed wa Marekani alipoenda China hii karibuni. Na ile sasa hivi ameshakuwa gharama. Sasa hivi amekuwa gharama kutokana na jinsi anavyoenda China imekuwa actually imebadilisha kwa mtazamo kabisa kwenye siasa, kwenye siasa, lakini pia kwenye maendeleo kwa sababu ukifuatilia mjadala wakati ule sasa hii kwa mtazamaji ukifuatilia mjadala ambao ilikuwa inaendelea wakati ule iShowSpeed ni influencer ambaye mtu maarufu mtandaoni huko Marekani lakini na duniani. Lakini kwa ziara yake ile ya China tu iliweza kusababisha mijadala mingi ya Wamarekani kusema kwamba sisi tulikuwa na picha tofauti na China. Sisi tulijua ni China ni watu ni nchi ambayo watu sijui wanaishi. Yani hawajaendelea, maskini wanalala. Na ameenda na kamera yake tu anazunguka vijana, anazunguka anaenda kwenye robots na maeneo ambayo ya teknoloji ya vijana na vitu kama hivyo. Lakini ilikuwa na impact kubwa sana. Sidhani kama China sijui wangefanya investment gani ya kuweza kupeleka perspective kwa Wamarekani nje ya kile walichokifanya kwa kutumia ni ngumu huyo influencer ambaye Speed. Lakini kwenye utalii moja kitu ambacho wamefanya naona hotel levy wameishusha kabisa. Ni jambo ambalo limekuwa tozo ile ya hotel wameishusha. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni limekuwa watu wamekuwa wadau wakitaka kwamba liondolewe kwamba itaongeza uwekezaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo linawezekana ni positive. Lakini kwa sasa hivi nadhani mjadala hata bungeni kama wakitathmini inawezekana hii dola 44 wanayotegemea isiwe na nguvu kama wakiamua kuja na mkakati wa kuleta utalii. Kuna eneo lingine ambalo naona serikali pia imeliangalia kwenye hii budget, eneo la gesi asilia, compressed natural gas ambayo tunayo. Tunaona wameondoa VAT kwa gesi ambayo inauzwa kwenye vituo vile. Na sababu kubwa ni kuwezesha watu wengi kuingia kwenye uwekezaji, kutumia mafuta, lakini kwa watu wa vyombo vya moto kuingia kwenye matumizi ya ingawa ushuru wameongeza kidogo. Imefika 0.55, ilikuwa 0.45 ya metric ya gesi, ila kwa sasa hivi imeongezeka kidogo. Lakini swala kubwa kwenye hili swala la gesi kama ambavyo tumekuwa tukiongelea, inawezekana kwa sasa hivi serikali inaanza kuona hili jambo. Kwenye swala la gesi ni swala pia la uhuru wa nchi. Hasa kiuchumi. Kwa sababu unazungumzia unatumia kwa sasa hivi asilimia kubwa ya fedha zetu zinatumika kwenye kuagiza mafuta. Na asilimia kubwa ya mafuta yanatumika Dar es Salaam. Yanatumika Dar es Salaam kwenye nini? Kwenye magari. Sasa kama ukiweza kutengeneza unasema mnyororo wa thamani ambapo gesi inanunuliwa Tanzania, ukatengeneza mnyororo wa thamani ya kuconvert magari kwa kupitia vifaa ndani ya Tanzania, unaweza ukajikuta kwamba una hela kubwa ambayo badala ungeenda kukopa, sasa unaweza kupata kwa sababu hela ambayo tunatumia kwenye mafuta ukipunguza hata asilimia 40 unabadilisha maisha ya nchi. Na labda hapo kukazia tunajua tunapozungumzia hiyo hela sio hela yetu hii shilingi yetu. Tunazungumzia ni dola, fedha ya kigeni ambayo huwa inatupa shida pia kuna muda kuitafuta. Na pia ni sababu ya mfumuko wa ndani pia. Wa ndani wa bidhaa kwa sababu pia dola nayo kuna muda shilingi thamani yake ikianguka dhidi ya dola tunaona kabisa kuna madhara yanayotokea hapa ndani. Kwa hiyo kupunguza utegemezi wa mafuta na kuhamia kwenye matumizi ya gesi, kwanza hiyo itatusaidia kupunguza kama ulivyosema Tony, itaokoa matumizi ya dola, lakini pili tutaibakisha hiyo hela ambayo tunaipeleka kwenye Gulf States huko na mataifa mengine itabaki hapa Tanzania kwenye makampuni ya ndani ambayo tunajua yataliinvest hapa. Kwa sababu tunacho kiwango cha gesi cha mafuta tunachoagiza kwa mwaka ni fedha nyingi sana. Lakini pia katika kuliendea hilo of course tumeona kuna baadhi ya hatua zimepigwa, kwa mfano kufunguliwa
kituo cha Mlimani City cha kujaza gesi pamoja na mother station, kwa sababu inasaidia vituo vingine, vituo vidogo hivi. Lakini pia na karakana ya kubadilishia mifumo ya magari kutoka matumizi ya gesi, matumizi ya mafuta kwenda matumizi ya gesi. Kwa mimi kwa mtazamo wangu nakumbuka kuna kipindi naibu waziri mkuu Biteko aliwahi kugusia nadhani mwaka jana kwamba tunafikiria magari ya serikali kwa sababu ni mengi sana. Unajua katika na ni watu pia wanao consume. Unajua tusiache magari serikali pia ina magari mengi lakini magari yake mengi pia yana consume mafuta. Yaani kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo alizungumzia kwamba wanafikiria pia kwenye upande wa magari ya serikali yaanze kubadilishwa kwenda kwenye matumizi ya gesi. Mimi nadhani pia hatua kama hizo zikichukuliwa kwa haraka zitasaidia kwanza pia hata kuchange mindset za watu wengi ambao kutengeneza soko ambalo litavutia uwekezaji zaidi. Lakini pia kutengeneza soko litavutia uwekezaji zaidi ambao vituo vitatengenezwa vitatengenezwa vingi zaidi kwenye ngazi za mikoa, wilaya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama hata mikoani, wilayani mtu ataona kuna kituo cha gesi, kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kwa watu kushift kwa chana kwenye matumizi ya mafuta na kwenda kwenye matumizi ya gesi. Na sehemu ya pili ambayo mimi nadhani inapaswa kutilia mkazo ni kwenye usafiri wa umma, hususan kwenye miji na majiji. Kwa mfano tumeona hapa kwamba kuna katika moja ya ruti ya mradi ya mabasi ya mwendokasi wamesema wataanza kutumia mabasi yatatumia gesi. Lakini hiyo mimi kwa mtazamo wangu naona ingeenda mbali kwa mradi mzima wa shift watumie gesi. Lakini pia tufikirie hata kwa usafiri wa umma mwingine ambayo inatumika kwenye miji, yani kuwe na huo utaratibu kwamba usafiri huo wa umma kwa sasa wa shift kwenda kwenye matumizi ya gesi. Kwa sababu tumeona kwa sababu ni economic, ni faida pia kwa mfanyabiashara. Tumeona shift kubwa sasa hizi zinatokea, kwa mfano haya magari madogo ambayo mengi yanaenda kwenye wanabadili mifumo sasa hizi. Unakuta ni madereva bajaji wa hizi usafiri wa taxi za mtandao zinatumia hivyo, yani bajaji pamoja na gari ndogo nyingi sana hivi sasa zinatumia gesi. Na wengi kwenye tafiti nyingi tukiwaoji kwenye habari, wengi wanakuambia kwa gesi imeniwezesha kupata faida yangu mara 2 niliyokuwa naipata mwanzo. Kwa hiyo ndio maana kuna kundi kubwa sana la watu wanaohamia kwenye matumizi ya gesi. Kwa hiyo mimi nadhani tukienda pia kwenye usafiri wa umma kwa ujumla ingeweza sana kusaidia pia kutengeneza biashara na uwekezaji kwenye mnyororo mzima wa thamani wa matumizi ya gesi asilia. Na hapo uliposema kwa mfano vyombo vya serikali kuhamia, nadhani unajua kuna wakati maamuzi yanabidi yawe ya haraka na decisive. Ni kwamba maamuzi ambayo unaamua kufunga mikono miguu kwamba ninaingia kwenye gesi. Kama kwa mfano hata shirika la posta, shirika la TANESCO, TPA wakaingia kwenye hizi. Unazungumzia magari mengi sana yanaingia sana. Sababu serikali ina magari mengi. Au TTCL. Kwa unaanza gradually, lakini inabidi iwe walau uweke milestone kwamba ndani ya mwaka mmoja tunaingiza magari haya. Lakini pia inawezekana wakati mwingine shida ni wawekezaji waliwekeza kwenye mafuta. Ukiangalia kuna uwezekano mkubwa wa kushift kama resources ni ya ndani, lakini unawezaje hata kuiendeleza gesi yetu kama hauna huo uwezo? Kwa sababu hii hela unaipata hapa, kuna uwezekano mkubwa ukaendeleza gesi pia. Kwa hiyo ni kama mzunguko unaoenda. Pia nilikuwa na wazo lingine hasa kwenye halmashauri za daa, kutokana na kwamba magari sehemu kubwa ndio inatumia mafuta mengi. Mimi nadhani halmashauri za daa inabidi ziingie kwenye uwekezaji wa gesi, kwa sababu wamekuwa wakifanya biashara nyingi. Tumeona wameanzisha benki ilikufa. Of course haijafa, lakini imepata hasara. Mtaji karibia wote umepotea. Nadhani kuna uwezekano mkubwa wakawekeza kwenye gesi, kuanzisha vituo, kwa mfano kampuni ya gesi ambayo halmashauri za daa. Kwa nini tunasema halmashauri za daa? Kwa sababu ndo halmashauri zenye hela kuliko halmashauri zote Tanzania, na hata zinakusanya. Kwa hiyo zinaweza kuungana zikaanzisha kampuni ambayo ikahusika na kuanzisha vituo
ambayo ikahusika na usambazaji wa gesi majumbani, lakini pia ikahusika na conversion, kujenga karakana za kubadili mifumo ya magari. Lakini pia inawezekana kampuni hiyo ikawezesha labda kushusha hata gharama za kubadili mfumo. Ikasaidia hata wawekezaji wengine kwamba badala sasa hivi unabadilika kwa milioni 2, ukabadili labda kwa 400,000, ukawa unachajiwa point na kuendelea. Lakini ukiangalia kwa nini nasema kama hizi halmashauri zikifanya hivi, kwa sababu ni uwekezaji ambao hauwezi kupotea. Gesi ni ya Tanzania, watu wanaingia kuconvert magari, ni kitu ambacho kitazunguka hapo. Changamoto kubwa labda ni kuendesha kampuni kama ilivyotokea labda kwa mwendokasi, kwa sababu inaonekana ni biashara pekee ambayo inazidiwa na wateja. Dunia inaomba biashara, wateja imewazidi. Wateja wengi kushinda. Labda tuangalie mambo mengine, kwa mfano kwenye vitu vingine ambavyo tunaona kilimo pia katika mambo ambayo labda tunaweza tukasema labda yamefanyika pia vizuri kama hiyo ulioisema, kuondoa kodi kwenye VAT kwenye viuatilifu, kwa sababu ukizungumzia viuatilifu unagusa hapo wakulima wa korosho, wakulima wa kahawa, wakulima saizi kwa hali ya hewa saizi karibu kila mkulima ili ulime unahitaji kutumia viuatilifu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo labda tunachokitarajia ni kuona kwamba kweli kwenye msimu ujao wa kilimo unaoanza Novemba Disemba kwenda mwakani, kweli wakulima waone kwamba bei za viuatilifu zimeshuka kutokana na ondoleo hili la VAT, yani kodi ya ongezeko la thamani. Lakini pia tumeona kuondolewa kwa VAT pia kwa vipindi maalum kwenye matairi ya matrekta, matrekta maana ya kilimo. Lakini pia tumeona kwenye mafuta yanayozalishwa ndani, lakini yanayozalishwa kwa mbegu ambazo zimezalishwa nchini, kama alizeti imelimwa Tanzania au karanga imelimwa Tanzania au ufuta. Hiyo tumeona kwa sababu kwa namna moja inampa aweni wazalishaji wa mafuta, lakini pia inawaongezea soko wakulima. Kwa hiyo kwa hilo ni tunaona lina maana sana. Lakini pia hata ukiangalia kama unakumbuka tulivyojadili bajeti ya kilimo kwenye moja ya habari tulitoa, kwenye bajeti ya kilimo of course ndani ya miaka 5 hii bajeti ya kilimo imeshoot sana. Ilikuwa ina range around bilioni 100-200, lakini sasa imeshoot around trilioni. Kwa hiyo ni nyingi, lakini uzuri zaidi ni kwamba kuna kiwango significant ambacho kinaenda kwenye kilimo cha umwagiliaji, yani kwenda kwenye hizi scheme ambazo zilikuwa design kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Changamoto kubwa kwenye issue ya kilimo kwenye hili ni fedha zinazopelekwa. Yani ukiachana na bajeti, kiwango kinachotengwa na ukija kulinganisha na kiwango kinachopelekwa, hii imekuwa ni changamoto sana. Kwa sababu tumeona kwa wastani wizara nyingi ambazo ni significant kwenye masuala ya kiuchumi, ukitoa wizara kama ujenzi pamoja na nishati, huku kwingine kiwango cha fedha kinachopelekwa hakivuki mara nyingi, kipo around 50-40, kikienda sana 60, lakini kwa budget imeongezeka ila fedha haziendi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Na hii inasema kwa sababu hususan kwenye hiyo miradi ya umwagiliaji, kwa sababu kama hiyo miradi ya umwagiliaji ikipelekewa fedha ndani ya kipindi cha miaka 4, ingepelekewa fedha yote inayohitajika na ingepewa kipaumbele, basi kwenye eneo la umwagiliaji lingekuwa kubwa sana. Na kwa sababu umwagiliaji una tija kubwa kwenye kilimo, na tumeona of course mchango wa sekta ya kilimo, lakini umwagiliaji una tija kubwa kwa sababu kwa kiwango kikubwa unawezesha productivity kwenye uzalishaji. Kwanza uhakika, lakini pili wakulima wanaweza wakalima zaidi ya msimu mmoja waliozoea wa mvua. Na kama unavyojua hivi karibuni kumekuwa na hizo pia mabadiliko ya mvua. Kuna muda mvua zinachelewa, watu wamepanda, sio wanakaa wiki 2-3 mvua zijanyesha, mbegu zimeharibika, inabidi wapande upya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama serikali imejidhatiti na
kweli naona kilimo kinatija na kinategemewa na Watanzania wengi, na ili kiweze kuongeza mchango wake kwenye pato la taifa, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba fedha zinazotengwa kwenye miradi hii ya kilimo zinakwenda kwa 100% kama maeneo mengine nyeti zinavyoenda. Na unajua mara nyingi tukiwa tunazungumzia sera za serikali, kuna wakati tunaona kama ni vitu ambavyo vya kuzungumza tu. Ila kwa nchi yetu hasa kwenye kilimo, sera nzuri zilipotokea zimefanya kazi. Na nadhani wote wakati tunakuwa tunafahamu mchele ulivyokuwa adimu. Ila mchele mpaka tulikuwa tunaagiza Thailand, unajua si wengine tuko sehemu kubwa unaagiza. Ila mchele Thailand ulipelekwa kwenye baadhi ya maeneo ukalimwa, haukuwa kuwepo. Na ile ni sera ya serikali. Kwa hiyo sera ambayo ni nzuri inafanya kazi. Na tumeona mchele kweli sasa hivi mchele ni, na tuna export kiwango kikubwa kabisa. Na sasa hivi mchele na unga, mchele na ugali na wali sio vitu ambavyo watu wanashangaa tena sehemu kubwa. Sio kwa sababu of course maisha yamebadilika, lakini pia mchele unapatikana sio kama zamani. Sio jambo la watu kushangaa. Na hii ni sera ambayo imetekelezwa na serikali. Kwa hiyo sera ambayo ni nzuri. Unaposema budget iende, budget ikienda lazima maisha yabadilike. Kama budget ikaenda ikatumika inavyotakiwa, scheme ikatengenezwa, maisha lazima yabadilike. Hata hizi sehemu tunasema korosho zinapolimwa, hizi ni sera zilizofanyika awamu ya kwanza, kwamba bwana ya maeneo kuna korosho, kuna korosho inalimika. Sasa hivi unaona korosho inashikilia uchumi, ni moja kwenye haya maeneo. Sasa sera zikiwa nzuri lazima zifanye kazi, lakini sera zikiwa mbaya zinaharibu kila kitu. Unafahamu kwa mfano ile biashara ya kushika korosho na kufungia na kufanyaje, iliharibu mfumo mzima wa korosho na hata ikashuka. Kwa hapa kama hii trajectory ambayo tunaiona, hii nguvu ambayo inaonekana imepelekwa kwenye kilimo, sio jambo la mzaha. Kama ikifanikiwa maisha yanabadilika. Na mara nyingi tunaangalia kilimo, unajua tunavyosema, ukiangalia kilimo inaonekana kama mara sijui kufa na kupona. Yaani kama ni kitu ambacho cha watu wanaoteseka. Au adhabu, kwa sababu shuleni tulikuwa tunapewa adhabu ya kulima, ndio adhabu. Kwa hiyo tunadhani pia picha tunayo ya kilimo tunayo hiyo. Ni kama watu wanateseka, lakini kama kilimo kikibadilika, watu watapata hela. Sababu sasa hivi ukiangalia, ukiacha dhahabu, unajua kilimo ndo kitu cha pili kinachoingiza pesa za kigeni. Kwa mfano ufuta, kwa mfano umezungumzia issue za sera. Umeona ufuta unaingiza zaidi ya trilioni moja zaidi na point kwenye na ufuta ni zao ambalo miaka 10 iliyopita sidhani kama kuna mtu alikuwa anazungumza ufuta ni kitu ambacho kinaweza kikapiku kahawa, korosho na mazao mengine ambayo tradition cash crops ambayo tumeyazoea hapa Tanzania. Kwa hiyo kuna potential kubwa sana, kwa sababu na hiyo inaenda mbali zaidi. Kwa sababu pia tumeona kuna bajeti iliyopita ya mwaka jana ilizungumzwa sana issue kwa mfano ya kuona namna gani tunaacha kuagiza ngano. Kwa kuona kwamba tunafanya uwekezaji mkuu, kwa sababu leo Ukraine wanapigana na wanauza ngano. Wanauza ngano. Na eneo ambalo Ukraine wanalima alikazalisha mahitaji yetu kulingana na mahitaji yetu, kwa sababu sisi tunatumia zaidi ya bilioni 100 ngapi kwa takwimu za mwaka 2022 tunatumia kuagiza ngano Ukraine na Urusi. Kwa hiyo sisi tuna maeneo hapa Tanzania, kuna wilaya kama Mbinga, wilaya za Makete. Hizo zina eneo kubwa ambalo tungeweza kuzalisha ngano ya kututosha sisi na kuweza hata kuexport kwa majirani zetu, kwa sababu majirani wote hapa wote wanaagiza ngano. Na unajua moja ya kitu ambacho kinatupa advantage, ukiacha kuwa na bahari, tuna ardhi. Tuna sehemu kubwa, ukipita kuna sehemu kubwa unaona kabisa inaweza kutumika. Na una watu ambao wanaweza pia wanahitaji hizo ajira. Kwa policy, tunaposema sera zikiwekwa zikiwa nzuri na watu kazitekeleza zinafanya kazi. Na sio kuna kitu wanasema sio rocket science. Sera nzuri inafanya kazi. Na hapo unazungumzia sera nzuri ni kwamba mnaamua kwamba ili zao lifanye kazi. Halmashauri wanaamua kwamba hawataleta mizonge kwenye hilo jambo.
kila mtu anaamua kufanya utekelezaji wake, budget inafikishwa, lazima ubadilishe. Kwa hiyo kama tukiamua tunasema kwamba kilimo cha Tanzania kinaenda kuwa cha kitajiri, kwamba wakulima wetu wanaenda kutajirika, vijiji vinaenda kuwa miji, kwamba vijiji vinakuwa vijiji lakini vilivyoendelea, inawezekana. Kwa sababu na kama tumeweza kwenye ufuta, tumeona hiko kilichotokea. Kama tumeweza kwenye mchele, umetolea mfano pia. Kwenye korosho. Kwa nini tushindwe kwa mfano saizi kwenye ngano? Kwenye ngano. Kwa nini tushindwe kwenye shairi ambayo majirani wote, yani bia inatengenezwa kila nchi inatumika na inatengenezwa. Kwa hiyo hawa majirani wote nao wanahitaji hiyo shairi. Muhimu tu ni hiyo kwamba kuwa na sera nzuri kwa utekelezaji na mpango mzuri wa ruzuku, kuhakikisha kwamba uzalishaji wa ngano utakuwa productivity yake, yani tija yake itakuwa kubwa, kwa maana na hili ni jambo la muhimu sana. Gharama ya kuzalisha ngano iwe chini sana kwa mkulima hapa wa Tanzania ili aweze kuuza, kwa sababu kama mkulima, kwa sababu naona kwamba kitu kinacho discourage wakulima wengi wa ngano hayo maeneo, sio kwamba walimi saizi, kuna wakulima wanauza hizo ngano, na ukienda maeneo kama Makete kuna ile mikate kuna ile ngano kuna nasema ile mikate ya ngano ya kienyeji, wao ni kitu wanakula ipo hivyo. Kwa hiyo labda nadhani kitu kinacho discourage watu kulima kwa ukubwa ni ile gharama. Kwa hiyo mimi nadhani ni eneo ambalo serikali wanapaswa kuangalia kwamba mtu kama ana mkulima mwisho wa siku alime kwa gharama ndogo. Kwa sababu mwisho wa siku hata atashindwa kushindana na mkulima wa Canada ambaye naye ana ruzuku nyingi ambazo anapewa na serikali yake. Mwisho wa siku ngano yake itakuwa ya bei ndogo ukilinganisha na ngano ya mtu wa Makete. Lakini sasa kwa mtumiaji hauwezi ukachagua ukanunua kwa gharama kubwa ngano ya Makete na ukaiacha ngano ya Canada ambayo inapatikana kwa bei rahisi. Kwa hiyo inahitajika sera ambayo inatazama jambo kwa upana, lakini ikatekelezwa yani kweli kwa vitendo na sio tu kwa maneno. Tumeona pia kwenye makampuni kama kampuni ukipata hasara kwa miaka 3 mfululizo kuna tozo huo unapigwaga kama ya kukuchangamsha. Ile asilimia ngapi ilikuwa ni 0.5 ya patogafi. Kwa hiyo kama ukipata wanasema kama ni kama kukuchangamsha au ile pia inawekwa kama wengine wanasema wanashumu kwamba kuna namna unafanya labda upate hasara tu. Sasa kwa sasa hivi tumeona ile imepandishwa kidogo. Lakini pia tumeona kuna kitu wamesema kwamba makampuni kama ukipata faida umeshalipa ile 30%, ukipata ile faida bado tena kuna gharama nyingine kama hautagawa dividend. Unajua ukigawa gawio kuna hela pia tena inaenda kwa mtoza ushuru. Sasa kama hautagawa gawio, tumeona makampuni mengi yamekuwa hayagawi gawio, yanazungusha mtaji. Pia hiyo ni jambo limeletwa kwenye hii budget. Sasa hilo nilikuwa nataka tuangalie hayo mawili. Hilo la kwanza kwa ile kampuni inayopata hasara kwa miaka 3 mfululizo kuongezewa ile asilimia moja. Hilo ni jambo ambalo hivi karibuni pia nalimeona kwa watu wapigania masuala ya tax usawa kwenye kodi. Wamekuwa wakilipigia kelele kwamba kuna watu wanadanganya kupitia vitabu, kwa sababu kuna wataalamu wanatumia wataalamu kurekebisha vitabu vyao vya hesabu visome hasara mwaka kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Kwa hiyo ili kudiscourage hiyo ndio maana wale wao watetezi wengi wa masuala ya kodi, usawa kwenye kodi walikuwa na taka iko kiwango pia kiongezeko, na tunaona imeongezeka. Sasa kwa muktadha wa wapigania haki za usawa kwenye kodi, huo ni ushindi. Sasa labda tunaweza tukapata pia maoni kwa makampuni. Sasa unajua mimi nadhani wazo linaeleweka. Lakini utekelezaji ndo hapo inabidi sasa turudi kuangalia. Kwa sababu inawezekana kweli kampuni inapata hasara. Na kuna kampuni ambazo unakuta faida yake inachukua miaka 10. Yaani kwa sababu ni investment. Sasa nadhani utekelezaji sasa kwenye kuelezea kwamba lazima kuwe kuna vigezo
sio kwamba iwe ni arbitrary. Sasa kwamba ni sekta ni ya namna gani. Ambayo mara nyingi hii jambo halitokei, kwamba ni sekta ya namna gani, inabidi inaweza ikawa na kanuni ya kuelezea, kwa sababu logic ya hii inaeleweka. Lakini sijaelewa kwa nini wameamua kuipandisha, kwa sababu kama mtu anapata hasara, faida haifichiki. Kuna faida, kama mtu anapata faida, kuna faida hazifichiki, lazima tu itakuwepo. Labda nadhani hiyo ni muhimu sana kwa sababu wabunge linaenda kujadili. Nadhani hiyo ni muhimu sana kwenye utekelezaji wa hilo. Pia kuangalia aina ya biashara, japokuwa tunajua kampuni ni kampuni tu, yani zote ziko chini ya sheria ya makampuni, lakini pia kuangalia aina ya biashara kwenye kutoza hiyo 1% ya pato ghafi la kampuni ambayo imepata hasara miaka 3 mfululizo. Ni muhimu pia kuangalia. Na tukija kwenye hili la pili la pili naona litakuwa na shida, kwa sababu kama umeshalipa 30% ya profit ambayo unatakiwa ulipe, 30%, kwa sababu makampuni unalipa 30% ya profit yako, ya kila kitu ya ile faida unayopata. Sasa kama umeshalipa, kwa nini uchajiwe tena kwa namna unavyotumia hela yako ambao umeshalipa? Kwa upande mwingine ni kama pia ina discourage ile investment za watu, kwa sababu utapunguza kile kiwango. Unaweza ukashumu kwamba mtu anakwepa kulipa dividend, lakini hapana, ni wengi unakuta ile hela, kwa sababu sio kwamba unayapanga hela kama magorofa, hela inakuwa inatumika ndani. Kwa hiyo ni jambo la kuangalia. Yani nadhani ni jambo litaibua mjadala. Ninategemea kwamba litaibua mjadala. Labda wataelezea, waziri ataelezea zaidi kwamba imetokana na nini. Lakini tumeona kingine, service levy imepunguzwa. Wengi tulikuwa tunategemea labda itaondolewa kabisa. Ila kama ninavyosema kwamba kwa hii budget ni budget wamejaribu kuepuka mabadiliko makubwa. Kwa labda tuseme tuko kwenye hatua za kuona service levy ikiondolewa. Service levy labda kwa mdau ambaye hajazoea, ni tozo ambayo halmashauri wanachukua ni 0.3 kwa sasa. Ushuru wa huduma. Haieleweki. Imekuwa haieleweki kwa sababu watu wamekuwa wakihoji ni huduma ipi. Kwa sababu huduma za taka wanachajiwa. Yani kwa kumsaidia mtazamaji, halmashauri sasa si ndio inatoza hizo huduma za taka. Yani anachokisema huduma za taka, halmashauri tunatozwa, yani wanapita serikali za mitaa kwa maana pana inatutoza. Ukija ulinzi unatozwa kwenye serikali za mitaa. Ikija parking, wale wenye vyombo vya usafiri unatozwa kwenye parking. Ukija kwenye vyoo vya umma, tunajua kuna vyoo vile kwenye maeneo mbalimbali vya umma, ukienda wengine wanasema vyoo vya city vya jiji, ukienda kwenye hivyo vyoo unatozwa. Sasa ndio hiyo essence yake, watu wanauliza sasa service levy tena, yani unalipa ushuru gani kwa huduma gani hasa ambayo ulipii? Ndio maana unaona kama mwaka jana kulikuwa kuna kilio kikubwa cha watu kutaka huu ushuru uondolewe kabisa, lakini kama ulivyosema mwaka huu wamepunguza, kwa sababu wamepunguza kutoka 0.3 mpaka 0.25, ambayo tunaweza tukasema ni kauli ya kisiasa. It's a political statement. Kwamba ni kama serikali inasema tunania. Tunania ni jambo ambalo tumesikia mnaongea, tunania. Kwa sababu huwezi kusema unasema wamepunguza, lakini sio kabisa, ni 0.25. Kwa wamepunguza 0.05. Kwa hiyo unaona, lakini ni kwa halmashauri wenyewe wanavyosema ni moja ya vyanzo muhimu vya mapato. Kwa sababu unaona halmashauri, kwa mfano hapa halmashauri unakumbuka kuna kampuni moja ya mawasiliano ilikuwa inahama kutoka halmashauri moja kwenda nyingine. Ilikuwa ni mtiti. Ilikuwa ni jambo ambalo liliwahuzunisha halmashauri husika, kwa sababu wanajua pale mzigo wanaopokea wa service levy ni mkubwa. Kwa hapa ni kuna balance, lakini sasa kuna kingine ambacho
Ndio maana nasema kuna ni kama budget ambayo serikali inajaribu kueleza kitu, kujibu baadhi ya maswali, lakini pia inajaribu kuwa na cautious kwamba isifanye mabadiliko makubwa sana ambayo yakaleta shida. Kuna kingine ambacho serikali imesema kwamba tozo yoyote halmashauri inayotaka kuweka lazima ipate kibali, kwamba halmashauri sasa hairuhusiwi. Unajua kuna tozo nyingi, kuna tozo zilikuwa zinawekwa, tozo za kupita, za kutembea, kuna tozo nyingi. Sasa kila halmashauri inajaribu kuwa na vyanzo vya ndani. Sasa hizi tozo ikaja inavyoonekana ni kama ni kodi mara mbili, kwamba kuna kodi, kuna aina nyingi za kodi ambazo zinaanzishwa, na wengi wanashauri kwamba TRA asimamie hizi kodi zote, kwamba uwe na mamlaka moja, ili isiwe kwamba unaenda kwenye halmashauri, kwa sababu ukivuka kama unasafirisha mzigo ndio ile mfanyabiashara anasema anatoa mzigo shambani mpaka ukifika nyumbani akipita mageti matatu anachajiwa kitu kile kile. Au hata watu wa utalii, kwa mfano kaskazini wanasema ukivuka Arusha mjini ukienda Manyara au ukiwa unaenda Ngorongoro unakuta unachajiwa kitu kile kile kila halmashauri unayopita. Kwa kuna hiyo serikali kama imesema lazima sasa hivi kuna kibali maalum. Ili unaweza ukasema ni jambo zuri ambayo inaweza ndo kama naweza kusema ni kama kauli kwamba kama serikali inatoa signal kwamba tunaona baadhi ya hizi changamoto, tunaanza kuchukua hatua. Na ni jambo kama hii la service level linaweza kuzungumzika, kwa sababu ukija TRA kwa mfano, TRA wanachosema kwa sasa hivi, unajua kuna ile mapato ya ndani inabidi yafikie asilimia fulani. Kwa TRA wanasema tumegota kwamba mapato yetu ya ndani ni 13% ya uchumi pato la taifa. Lakini sio kweli, wanasema ni asilimia zaidi ya hizo. Kwa sababu mapato mengine yanakusanywa na serikali za mtaa. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano yana sifa ya kodi. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano mapato ya ndani kwa pato la taifa ni 16%. Lakini mapato ya ndani kwa pato la kodi ni 13%. Kwa hiyo unaona hapo kuna jambo ambalo linaweza likarekebishwa. Na wafanyabiashara wengi wamekuwa wakitaka kwamba mamlaka ya mapato iwe moja. Iwe inayokusanya ni moja. Inawezekana hao wakawa ni agents wa kukusanya, lakini wao wanajibu kwa mtu mmoja. Labda kuna jambo lingine tukiwa tunaelekea kuama kwenye haya maeneo hususani ya kodi. Tumeona kuna kauli ya waziri wa fedha ya issue ya kufungia biashara. Of course sio kauli mpya, tuliona pia iliwahi kutoka. Nakumbuka bajeti ya kwanza ya serikali ya awamu ya 6 pia waziri Mwigulu ilitoka, alafu ghafla kuna biashara moja kubwa ikafungiwa. Mwanzo ikafungiwa ambapo baadaye kukatokea maelezo fulani. Kwa hiyo tumeiona pia hiyo kauli imetolewa leo, lakini kauli hiyo imeambatana na jambo moja kubwa ambalo lilikuwa limeendelea hivi karibuni la kuhusu kutungwa sheria mpya itamtaka waziri mwenye dhamana na masuala ya biashara kuweza kutunga kanuni za biashara gani wageni wanaweza wakazifanya. Nadhani hii ni matokeo ya jambo ambalo limetokea kipindi cha karibuni la Kariakoo, kuonekana kuwepo na wafanyabiashara wengi wa kigeni ambapo wafanyabiashara wazawa wengi walikuwa wanalalamikia. Labda najua tutakuwa na session nyingine ambayo itajadili hili kwa ujumla, issue ya wafanyabiashara wa kigeni. Lakini labda kwa kifupi tu, sijui wewe mtazamo wako ni upi katika hili, labda kwa kifupi tu, kutokana kwa sababu kama The Chanzo tulifanya ripoti ya matokeo, tulifanya habari pia ya uchunguzi, lakini pia tulifanya habari kuhusiana na matokeo ya ile kamati iliyoundwa na waziri Dr. Jafo. Sijui kufuatia hatua hii ya serikali sasa, sijui wewe mtazamo wako ni upi? Kwanza kumalizia kwenye ile kufunga biashara. Unajua tuna tatizo kubwa sana la uelewa wa umuhimu au haki. Bado hatujaelewa kwamba hasa kwenye biashara inabidi ifike mahali mtendaji yeyote wa serikali aone kama kufunga biashara ni kama
Yani ni dhambi kubwa ambayo moyoni ashindwe kuamka. Yani ila watendaji wa serikali, umeona kama kuna mkuu wa wilaya yuko na ameonekana na mwekezaji, anamwambia mwekezaji, mara si mwekezaji anaongea na inawezekana sio mwekezaji, mfanyabiashara, chochote ambacho unaweza kusema. Lakini mazingira ambayo unamuona mkuu wa wilaya anavyojibishana naye, unaona kabisa hauelewi kama inawezekana mkuu wa wilaya ndio ana haki. Lakini yale sio mazingira ya kudili na mfanyabiashara. Kwamba unaongea naye, kamera zinazunguka pale. Anakuambia anaongea na mwanasheria, alafu bado unamwambia nisikilize. Sasa kuna namna ambavyo inabidi tuzichukulie biashara. Unajua kukuza na kuendesha biashara ni jambo gumu sana. Inabidi ifike serikali ikiwaza kufungia biashara, yani ione ni jambo gumu. Lakini hili limekuwa ngumu kwa sababu ya siasa. Inabidi tufike mahali siasa zetu ziweze kuamini kwamba biashara inabidi zilindwe. Na ni maisha ya watu. Yani kwamba iwe ni ngumu sana kufungia, yani ufanye kila kitu lakini uhakikishe kwamba hii biashara inaendelea. Yani vyovyote vile. Sasa kwenye hili la wageni kufanya biashara kama wanavyochagua, nadhani tuna tatizo kubwa. Tuna tatizo kubwa ambalo hatujaliona. Wananchi inawezekana tumeliona, lakini hasa watendaji wa serikali hawajaona hili tatizo. Sisi tulifanya ripoti hasa kwenye upande wa ujenzi. Tukaonyesha kwamba takriban 80% ya fedha za ujenzi wa barabara za TANROADS zilienda kwa makampuni ya Kichina. Sasa tuna mradi wa dola bilioni 10 wa reli. Kwenye ule mradi mpaka sasa hivi hakuna kampuni yoyote ya Kitanzania unaweza ukasema inaweza kujenga reli hata kilomita 1. Hata kurepea bado unatafuta makampuni ya nje. Tazara tunaona kurepea bado ni kampuni za nje. Sasa ukiangalia ninavyosema tuna matatizo makubwa, ni kwamba sielewi kama ile tatizo kwa upande wa serikali wanaliona. Kwa sababu unabidi uwe una uwezo wa ndani wa kujenga vitu, kujenga madaraja, uwe na kampuni. Kama una reli, uwe na kampuni inaweza kujenga reli. Kama unatoa dola bilioni 10 kujenga reli, ukimaliza ule mradi inabidi una kampuni walao 2 au 3 zina uwezo wa kujenga chochote hata. Kwamba unaweza kujenga reli hata ukasema hata kilomita 40 au 50. Sasa kwa sasa hivi unaona makampuni yetu ya ujenzi yanakuwa ni madalali wa kutafutia makampuni ya Kichina, makampuni ya wengine, au madalali wa kuwa subcontracted. Unaona wanafanya vikazi vya hapa na pale. Sasa ule uwezo unaendelea kuisha mpaka unajikuta na ile hela mara nyingi tuliona ile ripoti ya Kariakoo, wanasema baadhi yao wafanya biashara wa kigeni hata benki za ndani hawatumii hela, somehow zinaenda wanavyojua. Sasa katika mazingira hayo unatoa hela dola $10 billion zinaenda nje hizo zote, alafu hauna kampuni inaweza, ni tatizo kubwa. Alafu katika mazingira hayo sasa hivi hata barabara za ndani, barabara ndogo ndogo, unaona barabara za mitaa. Yani hiyo ndio nitaka niseme hiyo. Mimi hivi karibuni nilikuwa nimeenda mkoani, nilipita tu mikoa kadhaa. Unaenda mkoani, barabara ya mtaa kilomita 2 3 unakuta wageni, yani raia wa kigeni ndio wanaofanya wanaijenga ile barabara. Sasa unajiuliza yani kwamba ni hofu, yani ni hofu kwamba nini kitatokea ule kampuni baada ya miaka 10. Kwa sababu kama ulivyosema ni kwamba kama una mradi mkubwa wa billions of money umefanyika, dola billions kwa maana ya dola, unautekeleza baada mradi mmeufanya kwa miaka 10 au miaka 8, tunategemea tukitoka hapo sisi kama Tanzania tuwe tuna kampuni 2, sio lazima ziwe za umma, hata kama ni binafsi. Actually ni binafsi. Tuna kampuni 2 hata kama ni za umma, lakini uwe nazo ziwepo ndani. Na hiyo ndio ile tafsiri ya kuweza kujenga uwezo ile productive force yako
nchi. Na ndio hiki kitu kimoja huwa tunakisema, huwa tunapenda kujifanisha China iliendelea kwa sababu ilifungua uchumi wake. Tanzania na sisi tufungue uchumi wetu tunaendelea. Lakini wenzetu China kitu kimoja walichokiangalia wakati wa kufungua uchumi ni kuhakikisha wanakuza productive force yao ya ndani. Na ndio maana baada ya miaka 20 baada ya kufungua uchumi wao ni karibu kila kitu walikuwa wanaweza kukifanya na wao. Na sasa hivi wanafanya kila kitu duniani. Na of course sasa hivi wanafanya kila kitu kuanzia kwenye software, yani kila kitu duniani wanakifanya. Kwa hiyo na sisi pia tumefanya investment kubwa kwenye sekta ya ujenzi. Na tunapozungumzia sekta ya ujenzi tuichukulie kuanzia mwaka 2003 2004. Na zile barabara za wilaya kuunganisha zilivyokuwa zinaanza hiyo miradi mikubwa ya ujenzi ya barabara ya lami na kuja wakati wa Kikwete awamu ya 5 na hadi sasa. Kwa hiyo kwa kipindi hiki unajua saizi tulikuwa tutatakiwa kwa kipindi kinachokaribia karibu miaka 20 tulikuwa tunatakiwa ukizungumza top 10 ya makampuni yanayochukua fedha nyingi za ujenzi za serikali. Unaweza ukataja makampuni 4-5 ya juu ni ya Tanzania. Tulitegemea hiyo hivyo kwa maana kwamba katika hichi kipindi chote ambacho makampuni ya kigeni yanakuja yanajenga, sisi ukiacha faida inayopatikana na barabara, kwa sababu hiyo mimi naiona inaweza ikawa faida ndogo ukilinganisha na uwezo wa ndani wenyewe tukiweza ukiujenga. Je, productive force yetu ipoje kwenye sekta ya ujenzi? Tumeona kwenye wakati wa bajeti ya ujenzi mwaka jana tumeona kuna maeneo yametajwa, hatua zimetajwa kwenye namna gani ya kusaidia wakandarasi wazawa. Tuliona kuna ile bond ya CRDB inaitwa Samia bond, nayo pia iliweka kama mekanizmu ya kusaidia wakandarasi wazawa. Lakini kwa mtazamo wangu bado kwa investment kubwa ambayo imefanyika tangu miaka 20 kwenye sekta ya ujenzi, yani bado tulikuwa tunahitaji jitihada zaidi iendelee kufanyika kupush kuhakikisha kwamba tunakuza productive force yetu, kuhakikisha kwamba tunakuwa na kampuni za wazawa ambazo zinaweza zikafanya kazi hizo kubwa, na faida yake kubwa ni hela itabaki hapa Tanzania. Sasa tatizo letu kubwa pia unaweza kukuta kwamba inakuja strategy kama hiyo, makampuni ya nje pia yatapitia mgongo wa wazawa. Tumeona hiyo malalamiko ambayo yapo kwenye sekta ya madini, wachimbaji wadogo, ambapo ni sekta ambayo wageni hawaruhusiwi kufanya hizo shughuli za uchimbaji mdogo wa madini, kwa mfano dhahabu huko kanda ya Ziwa. Lakini tumeona kumekuwepo na malalamiko pia, kuna baadhi ya wageni wanatumia NIDA namba na majina ya wazawa kama wanauziwa migodi na wazawa, lakini kwa maana hiyo wana operate hizo shughuli za migodi midogo. Kwa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo ni eneo ambalo pia mimi nadhani tunapaswa sana kulitazama, na sijui tuiangalie hiyo. Mimi nadhani pia waiangalie kwa engo ya amesema ulinzi wa taifa, ulinzi wa taifa, na hata ile sovereignty na uhuru wa taifa. Ni muhimu kuangalia. Sasa moja ya kitu ambacho kinatokea sio kwamba hakuna watu ambao wamejitahidi, bwana, hawalipwi. Wengi wanafilisika kwa sababu ya kupeleka miradi, ila kampuni za kigeni wana namna yao ambao wanalipwa. Wengine wanaweza kuvumilia, lakini wengine wanalipwa. Na kuna miradi, kwa mfano miradi ya Benki ya Dunia. Hii miradi ya Benki ya Dunia inakuja na hela cash. Sasa unaona ni makampuni ya kigeni tu yanapewa, maana yake hela cash. Sasa haya kwa ukiangalia kwa mfano kwa sasa hivi sisi viwanja vya ndege ni makampuni ya Kichina yanajenga. Sio ya kigeni, ya Kichina. Kwa sababu ukisema kigeni labda ni mataifa mbalimbali, lakini ni taifa moja. Bandari ni makampuni ya Kichina yanajenga. Ukija kwenye majengo pia wameingia. Masoko sio na stand. Masoko na stand bado sasa hivi ni kampuni za Kitanzania. Lakini barabara ni makampuni ya Kichina. Sasa hii ni changamoto. Ni changamoto kwa hiyo ambayo inabidi iangaliwe kwa sababu hasa kwenye hizo issue kwamba ni kuna issue sovereignty, lakini kuna issue pia ya kuweza kujenga uwezo wako wa ndani. Na tunaweza kuigeroesa mara nyingine tunasema labda ni sekta binafsi tu. No. Hata sekta kama makampuni ya ndani
ya serikali pia yanaweza kufanya, kwa sababu makampuni yao yanayokuja ni makampuni ya serikali, makampuni ya umma tuseme. Kwa mfano kama sisi tunao Suma, Suma Construction, NHC wana kampuni yao. Sasa tatizo pia ambayo kwa nchi zetu, moja ya tatizo ni kwamba haya makampuni ya umma mengi yakifanya hizi project yanafanyika katika namna ambayo kwa market ambayo inawezekana ni market ambayo haipo. Vitu vinakuwa overpriced na vitu vingine. Kwa hiyo ni sehemu ambayo pia ni ya kuangalia. Labda tumalizie la mwisho, uchaguzi. Kwenye uchaguzi naona imeelezwa kwamba moja kitu cha kwanza, uchaguzi utafanywa kwa fedha za ndani. Kwa hiyo kama mwaka 2020 pia nakumbuka serikali pia ilisema kwa mara ya kwanza hatutapokea fedha za wafadhili kwenye kugharamia uchaguzi. Na kwenye hilo labda tumpe context ya msikilizaji ni kwamba chaguzi zote kuu za Tanzania tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1995 uchaguzi uligharamiwa na serikali pamoja na wahisani. Mwaka 2000, mwaka 2005, 2010 mpaka 2015 tuliona mwaka 2020 serikali ndio ilitoa tangazo kwamba uchaguzi kwa 100% utagharamiwa na serikali yenyewe ya ndani bila kutegemea wafadhili. Lakini pia tumeona mwaka huu pia serikali pia imesema, jana tulimsikia msemaji wa siku ya tarehe 11 mwezi wa 6, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa wakati akizungumza na vyombo vya habari pia alisema kwamba kwenye hii budget ya uchaguzi tutegemee hilo kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka huu utagharamiwa na sisi wenyewe kwa 100%. Na tumeona hiyo leo. Lakini uchaguzi wa mwaka, maana hii bajeti sio kwamba ndio pekee inayobeba gharama za uchaguzi. Ni pamoja na bajeti ya mwaka jana 2024 2025. Labda tungeanza kupata hiyo context ya mwaka jana, kiwango kilicho ambacho kimetumika kwenye maandalizi ya uchaguzi, na mwaka huu tunategemea serikali pia imetenga kiasi gani kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Na ukiangalia kwenye budget amesema kwamba kutoka Julai, mwaka wa fedha huo unaanza Julai unaisha Juni. Kwa hiyo kutoka Julai 2024 mpaka Mei 2025 serikali imeweza kutumia bilioni 745 kwa maandalizi ya uchaguzi. Kwa hapa ni kama ni maandalizi unazungumzia zile uandikishaji, BVR na vitu kama hivyo. Sasa ukilinganisha na miaka iliyopita kwenye uchaguzi wa 2020 maandalizi ya uchaguzi yalichukua bilioni 154.3. Kwa hiyo sasa hivi ni mpaka sasa hivi unazungumzia bilioni 745, 2020 kwa ni bilioni 154 kwenye maandalizi. Lakini 2015 maandalizi ilikuwa ni kama bilioni 260. Kwa hiyo unaona kama kwenye 2020 pesa za uchaguzi zilishuka kidogo. Ndio hii ambapo unakumbuka tume ikarudisha bilioni 6. Kama ilirudisha change. Ilirudisha change kwa sababu ambacho kiliombwa, ambacho kwenye uchaguzi wa 2020 budget iliyotengwa ilikuwa ni bilioni 331. Tume wakaomba bilioni 268. Yaani kwenye ile ilichotengwa, lakini wakatumia bilioni 262 kwenye ule uchaguzi wenyewe. Nadhani ndio ile watu haikueleweka vizuri, kazua mjadala kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi nayo imetoa gawio. Watu walirudisha kwamba haijatumika. Lakini ule ilikuwa ni fedha ambayo kwenye mfuko wa uchaguzi ilirudishwa. Kwa hiyo kwa mwaka huu, kwa hiyo ukiangalia kama kwa mujibu wa bajeti ambayo mpaka mwezi Mei ilikuwa ni trilioni 741 na kile kiwango ambacho kwa bajeti ya mwaka huu inategemewa nacho nadhani kinaenda bilioni 300. Ukiangalia sasa kwenye vile vitabu vya bajeti ambavyo navyo vinawasilishwa na waziri kwa bunge. Kwenye vitabu vya bajeti tume ya uchaguzi imetengewa bilioni 378. Ambapo kwenye kipengele cha uchaguzi kwenye bilioni 378 ni bilioni 316. Kwa hiyo ukiangalia bilioni 316 na ukijumlisha na hizi 741 kwa uchaguzi kwa ujumla tunazungumzia trilioni 1 na kuendelea.
Kwa hizi ndo gharama ambazo zinategemewa kwenye huu uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 2025. Yeah. Lakini tukizungumzia uchaguzi kwa sababu essence ya uchaguzi ukikumbuka ile hotuba maarufu ya Nyerere ya 85 akasema tuliamua kwamba tunafanya uchaguzi kwa sababu tulisema sisi hatutataka, kwa mfano alikuwa anapenda kutolea kwa mfano masultani kwamba mtu anazaliwa anakuwa kiongozi. Kwa hiyo tukasema tunafanya uchaguzi kwa sababu sisi ndo aina ya siasa ambazo tunataka kwamba wananchi wanatoa ridhaa kwa serikali inahudumia wananchi baada ya kupata ridhaa yake. Kwa hiyo nadhani essence ya ukiacha hizi fedha za uchaguzi kuna essence ya uchaguzi. Hili ni jambo ambalo inawezekana linaendelea kudiskasiwa kujadiliwa na wanasiasa wachambuzi hata na wananchi. Kwa hiyo kama kwa sasa hivi kuna kitu tunaita kwa upande mwingine unaona vyama vingine vinaendelea lakini tume ya uchaguzi ilisema kwamba moja ya chama Chadema kwamba hakitaingia kwenye uchaguzi. Sasa hii ni kwa historia ya uchaguzi yetu tunaweza kusema hii ni unprecedented hasa kwa chama kikubwa major opposition kuto kushiriki kwenye uchaguzi. Labda ilitokea kwa muktadha tofauti labda na ile ya Zanzibar mwaka 2015. Na walishiriki uchaguzi baada ya matokeo tume kuahirisha kutangaza matokeo kutokana na sababu walizozitaja. Tume ya Jecha tume ya Jecha ni marehemu Jecha kushindwa kutangaza matokeo na kusema kwamba kuna dosari zilitokea, dosari za kiuchaguzi na hivyo kupelekea uchaguzi wa rais wa Zanzibar kurudiwa. Tuliona wakati huo leading opposition party kwa upande wa Zanzibar ambao wakati huo ilikuwa ni CUF na mgombea wake na kiongozi wake Maalim Seif waligoma kushiriki kwenye ule uchaguzi wa marudio wa urais kwenye mwaka 2015 ilikuwa. Lakini ni context tofauti na mwaka huu ambapo tunaona kwamba ni kwenye hatua za mwanzo, kwa sababu kumbuka CUF hawakurudia uchaguzi, hawakutaka kushiriki uchaguzi wa marudio wa urais. Lakini kwa mwaka huu kwa Chadema ambayo ndio meja chama kikubwa cha upinzani kwa Tanzania chenyewe kutokana na kwa maelezo ya tume yaliyotolewa siku ya Aprili 12 wakati wa zoezi la kusign form kwamba chama ambacho hakikusign ile form ya zile kanuni ni kwamba hakitashiriki uchaguzi mkuu, lakini na uchaguzi wowote ule mpaka mwaka 2030 ambapo kutakuwa na mchakato mwingine tena kama huo. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwa mujibu wa tume kwa yale maelezo na siku ile mwenyekiti wa tume amesema kama kuna kwa sababu nadhani ni mwenyekiti wa ACT, katibu mkuu wa ACT Ado Shaibu aliuliza kwamba vyama vingine vinaweza katibu wa Chauma pia na katibu wa Chauma kwamba vyama vinaweza vikasaini. Wakati mwingine wakasema kwamba kama chama kinadhani kimeonewa kitaenda mahakamani. Lakini kwa muktadha huo tulionao hivi sasa tunajua kuna kesi imefunguliwa lakini kwa muktadha sasa itakuwa ni unprecedented kwa jambo la kihistoria kwa siasa za Tanzania kwamba chama ambacho ni kiongozi kwa upinzani chenyewe hakitashiriki kwenye uchaguzi wa ngazi yoyote ile. Sasa lakini pia ni ukisema tu unprecedented lakini pia ni jambo la kihistoria. Tukumbuke uchaguzi wa 2025 unaweza ukaita ni uchaguzi wa kihistoria kwa Tanzania. Unaweza ukaita ni sawa na ule uchaguzi wa 95 kwamba baada ya vyama vingi kuingia au ule uchaguzi wa kwanza kabisa. Kwa nini ni uchaguzi wa kihistoria? Kwa sababu ndio uchaguzi wa pekee ambapo baada ya rais kufia madarakani nchi inaenda kwenye uchaguzi. Umeona? Ndio uchaguzi pekee rais aliyeingia madarakani sasa kwa kupitia baada ya hilo tukio na nchi kuendelea, sasa naye anaingia kwenye kampeni. Sasa ukiongeza na haya mambo
Inawezekana ile tunasema kitabu cha historia 2025 ina mambo mengi sana. Inawezekana kikaja, na hii pia unazungumzia kwamba inaweza ikaathiri future ya tunapoelekea kwamba na future. Na mimi naangalia sana kwa sababu kwa historia pia ya turnout ya wanini ya voters, yani wapiga kura. Najua kihistoria mwaka 2015 ilikuwa ni karibia takriban 49% ya watu waliojiandikisha hawakwenda kupiga kura. Mwaka 2020 tuliona pia ilienda zaidi ya 50%. Ila mwaka mbaya zaidi ni 2010 historia. Kwa hizi chaguzi tunasema hizi kuanzia 95. Na mwaka mzuri ni ule uchaguzi wa Mkapa wa pili wa mwaka 2000 ambao ni watu wengi sana waliojiandikisha walienda kupiga kura. Kwa hiyo mimi kitu kimoja ambacho nakitazama ni kuona namna gani nilikuwa nafikiri pia uchaguzi huu ungekuwa ni sehemu mojawapo ya kuwapa wananchi wengi confidence na kupiga kura, yani ile voters turnout ianze, yani irudi kwa hiari ile, watu warudi kwamba watambue kuna umuhimu wa kupiga kura. Watu washiriki kwenye huo mchakato ambao uliusema kwenye ile hotuba ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 85 akielezea kwa nini tunafanya uchaguzi. Na hotuba kama hiyo aliwahi kutoa pia mwaka 1970 wakati akifunga alitoa hotuba kwa taifa wakati akifunga kampeni za mwaka huo wakati wa chama kimoja, akielezea umuhimu wa iko kitu kinachoenda kufanyika, yani kwa maana ya uchaguzi, kwamba wananchi kwa nini wanatakiwa wawe washiriki kwa sehemu kubwa kwenye swala zima la uchaguzi na wajenge huo utamaduni. Kwa hiyo mimi naona katika kurudisha huo msingi na imani, mimi nilikuwa na utazama uchaguzi huu kama ni sehemu moja wapo muhimu sana ya kuhakikisha kwamba tunakuwa watu wanakuwa na confidence na mfumo wa uchaguzi, ili kuwawezesha wananchi wengi waweze kushiriki kwenye hilo tendo ambalo ni la muhimu sana kwa taifa lolote ambalo ni jamhuri. Yani unajua hilo neno ujamhuri, tunapaswa sana kutazama kwamba sisi ni taifa ambalo ni jamhuri. Lakini kwa sababu umesema huu mwaka utakuwa ni kitabu, utakuwa na kitabu ni kubwa, kwa sababu pia nilisahau nyingine kwamba ni mwaka ambao pia kuelekea uchaguzi kiongozi wa chama kikubwa cha upinzani anashtakiwa uhaini pia. Anashtakiwa uhaini. Lakini pia kuna kwenye chama, katika hiko chama cha upinzani tuliona imetokea yametokea na hiyo pia mabadiliko makubwa ya kiongozi ambayo ni yani ni ya kihistoria, kwa sababu kwenye siasa zetu za kwenye siasa zetu za vyama tunazozifuatilia Afrika na maeneo mengine tuliona ni kitu ambacho pia kilishtua wengi, na kitu cha kipekee kabisa. Kwa hiyo kwa sababu kuna watu kama wakina Kizza Besigye tunajua kwenye vyama vyao namna walivyo step down na namna kupisha kwamba sitaingia tena kugombea urais. Unaona namna ilivyokuwa kule kwa siasa za Uganda kwa kile chama kikuu cha Kizza kilichokuwa kinaongozwa na Kizza Besigye na ukifananisha na kilichokuja kutokea Chadema hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa sababu kuna mengi sana na tumwahidi tu mtazamaji na mfuatiliaji wa The Chanzo, kama hujasubscribe kwenye YouTube channel yetu ya The Chanzo na mitandao ya kijamii tunapatikana kwa The Chanzo, basi subscribe kwa sababu tutakuwa na chambuzi nyingi za kuendelea kuendelea kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, na tutakuwa tunakutanisha na watu mbalimbali, wachambuzi mbalimbali, wanasiasa mbalimbali wa vyama tofauti kwa ajili ya kuweza kuchambua na kujadili masuala ambayo tunadhani ni muhimu sana katika kipindi hichi yaweze kujadiliwa. Labda kwa kumalizia hiyo tulichokuwa tunamalizia kwenye hiyo take ya uchaguzi. Moja ya changamoto ambayo ninaiona kwa sababu tunasema ni unprecedented. Tofauti na ile kafu ile ilivyosusia ile kura ya kurudia ya urais. CUF hawakufanya kampeni ya kusema watu wasiende kushiriki kwenye kura. Sasa unaona kuna chama kinazunguka kinafanya kampeni ya
kwamba wana campaign no reform no election. Na unaona inapokelewa. Na upande mwingine unaona kwamba kimeondolewa. Sasa kuna kitu alisema mzee Jaji Joseph Sinde Warioba. Akasema ndani ya vyama hizi taasisi, akasema NEC msajili anaangalia vyama, lakini ndani ya vyama kuna watu. Hofu ambayo ninaiona kwenye uchaguzi wa 2025 kama utaendelea kama ulivyo, kama hakutakuwa na mabadiliko, kuna uwezekano mkubwa uko na mamilioni ya watu ambao kuna kitu inaitwa disenfranchised. Wanajiona kama hawahusiki na chochote kinachoendelea. Yaani wanajiona, na hiyo ndio hatari ambayo mimi pia hawahusiki, na waona kwamba na kuna upande mwingine wanaona kwamba wao wana own au wanahusika na kila kitu. Yaani ni kwamba kuna mgawanyiko. Na mgawanyiko unaweza ukaenda mbali ukaibua mambo mengine. Kwa hiyo ni uchaguzi wa kihistoria na ni muhimu historia, kitabu kinavyomalizika cha 2025 kiwe kimeandikwa kwa usahihi na vizuri. Ni muhimu sana kwa sababu lakini mimi of course kwa sababu ya muda nilikuwa nataka nikazie hapo. Na ukiliangalia vizuri, yani ukiangalia vizuri masuala yenyewe yanayoendelea ni masuala yanayohitaji masuluhisho ya kisiasa tu. Ni masuluhisho ya kisiasa. Nadhani kama alivyosema aliwahi kusema Jaji Warioba, nadhani kwenye moja mdahalo ulioandaliwa na chama cha sheria Tanganyika TLS, ni kwamba ni mambo yanayohitaji consensus tu ya kisiasa ili kuweza kujenga kuaminiana ili tuweze kuelekea kwenye uchaguzi. Lakini pia kujaribu kuongeza pia confidence kwa umma na huu mchakato mzima tunaoendelea. Kwa sababu kwangu mimi bado naamini kwamba suluhisho la kisiasa linawezekana kwa pande zote kuweza kukubali kupoteza kidogo ili kupata pia kidogo, kwa sababu mwisho wa siku ni nchi yetu wote. Ni nchi wote wa Tanzania. Na hakuna bahati mbaya, hauna nchi nyingine. Lakini bahati mbaya tuko kwenye nyakati ambazo unaweza kusema ni bahati mbaya. Kila mtu duniani anafunga mlango wa nchi yake. Sasa hauna sehemu ya kwenda. Yaani ni hii nchi inabidi ifanye kazi kwa ajili ya kila mtu. Inabidi kila mtu aishi na ajisikie fahari na ajisikie amani kuwepo. Na ya mwisho kwenye ukiacha mgawanyiko, hofu nyingine inayokuja kama mambo yakienda hivi, na hofu pia ambaye anapita na kushika kijiti. Hofu kuna kitu kinaitwa ile hofu ya uhalali wa kisiasa. Uhalali wa kisiasa utakuwa ni jambo ambalo litakuwa ni swali ambalo linakuwa linaulizwa kila siku. Anaulizwa aliyepita, wanajiuliza ambao hawakuchagua, wanauliza waliochagua kwamba uhalali wa kisiasa uko kiasi gani. Sasa kwa bahati mbaya, kwa kasumba za Kiafrika ambazo tumezizoea sofa ambazo tumeziona, panapokuwa na ukosefu, kile kikombe cha uhalali wa kisiasa kikitindika, kikipungua, kama kilitakiwa kujaa hapa, kikipungua, mara nyingi kinajazilishwa na violence. Sasa hiyo ndio hofu yangu nyingine ambayo ninaiona. Nadhani tunaweza kumalizia kwa leo tukiishia hapa. Kama mwenzangu alivyoeleza, mimi ni Tony Alfred K, tulikuwa pamoja na Joel Ntile. Tutaendelea kukuletea hizi chambuzi. Kwa hiyo endelea kutufuatilia The Chanzo. Karibu. Asante.